بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى nakumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake makubwa kutuamsha tukiwa tuko salama, lakini vile vile akatujalia tukawa ni wenye kuiswali swala ya subhi tena kwa jamaa. Hii ni neema miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika muda huu. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kubaki katika kikao hichi cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kikao cha kujifunza mambo ambayo yanahusiana na dini yetu. Hii nayo pia ni neema, kwa sababu jambo hili huwa halipendwi na nafsi, halipendwi na shaitani. Hivyo unapoishinda nafsi yako ukakaa katika vikao vya kheri kama hivi, hiyo ni neema, na kwa neema hiyo kwa hakika unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vikao hivi pia huwa havipendwi na shaitani. Unapomshinda shaitani ukahudhuria katika vikao vya kheri kama hivi, hiyo pia ni neema. Muislamu unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu al-fiqh al-muyassar fi dawi al-kitabi wa sunnah, tulikuwa katika mlango wa 15, ambao mlango huu wa 15 ulikuwa unahusu swala ya jeneza, kumswalia mtu anapokuwa amefariki. Na leo tutaingia katika al-mas'alatu al-khamisa, mas'ala ya 5 katika mlango wa 15. Shurutu salati ala al-mayyit, masharti ya kumswalia maiti. Wa arkanuha, na nguzo ya swala ya maiti au swala ya jeneza. Wa sunanuha, na suna katika swala ya jeneza. Tukianza moja, shurutuha, masharti yake. Wa shurutuha kalati, na masharti yake ni kama ifuatavyo. Sharti ya kwanza, an-niyatu,
ni mwenye kuswali anatakiwa aweke nia kwamba anaswalia maiti au anaswalia jeneza. Wa niyatu mahalluha alqalbu, na nia mahala pake ni moyoni. Sharti ya pili, wataklifu, yani mtu awe amekuwa ni mukallaf, kwa maana ya kwamba mtu awe ni mwenye akili na awe amebale. Sharti ya tatu, wastiqbalu alqibla, na kuelekea qibla. Wakati mnamswalia maiti au mnaswalia jeneza, mnatakiwa muwe mmeelekea qibla. Wasatru al-aura, na kujistiri uchi. Hii ni swala kama swala zingine. Hivyo mtu anaposwali basi anatakiwa ajistiri vizuri, astiri uchi wake vizuri. Awe ni mwanaume au awe ni mwanamke, anatakiwa awe anastara. Sharti ya 4, wajtinabu an-najasa, kujistiri, kujiepusha na najisi. Uhakikishe nguo zako ambazo umezivaa hazina najisi, lakini pia kiwiliwili chako hakina najisi, na sehemu mnakomswalia maiti au mnaposwalia jeneza pia haina najisi. Liannaha minas salawati, kwa sababu swala ya jeneza ni kama swala zingine. Wa hudhurul mayyit, na sharti nyingine awe anayeswaliwa yuko hapo, yani jeneza tayari limeshaletwa. Sio watu wanaswalia msikitini na jeneza liko nyumbani, hapana. Jeneza linatakiwa liwepo baina yadayil musalli, mbele ya wenye kuswali. Jeneza liwekwe hapo mbele. Inkana bil baladi, ikiwa jeneza hilo liko katika mji huo. Wa islamu almusalli walmusalla alayhi, na sharti nyingine ni kuwa yule mwenye kuswalia jeneza awe ni Muislamu, na yule mwenye kuswaliwa vile vile ambaye ndio maiti marehemu anatakiwa awe ni Muislamu vile vile. Sharti ya mwisho, wa taharatuhuma, mwenye kuswalia jeneza anatakiwa awe ana tahara, na mwenye kuswaliwa vile vile anatakiwa awe ni mwenye tahara, ameshasafishwa vizuri, ameoshwa vizuri, walau biturabi li'udhrin, hata kama tahara hiyo itapatikana kwa mchanga, yani kwa kutayamamu, kama kuna udhuru wa kutokupatikana maji au kuna udhuru wa kutumia maji. Hayo ndiyo masharti ya kuswalia jeneza. Thania, namba 2, arkanuha, nguzo za kuswalia jeneza, nguzo za kumswalia au nguzo za swala ya kumswalia maiti. Wa arkanuha kalati, na nguzo zake ni kama ifuatavyo. Ya kwanza, alqiyamu min qadirin fi fardhiha, ni kusimama kwa mwenye uwezo katika faradhi yake. Yani kwenye kumswalia maiti unatakiwa uwe umesimama. Ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala ya maiti au swala ya jeneza. Liannaha salatun wajaba alqiyamu fiha kalmafruḍa, kwa sababu swala ya jeneza ni swala na ni wajibu kusimama katika swala hiyo kama vile swala za faradhi. Nguzo ya pili, watakbiratul arba', takbira 4. Watakbiratul arba'u, takbira 4 zinatakiwa ziwepo. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallama kabbara ala an-najashi
alileta takbira wakati anamswalia Najashi 4, alileta takbira 4. Nguzo ya 3, wa qira'atul fatihati, na kusoma alhamdu liumumi hadithi, kwa ujumla wa hadithi ya mtume aliposema la salata liman lam yaqra bi ummi alquran, hakuna swala kwa yule ambaye hakusoma mama wa Qur'an. Mama wa Qur'ani hapa inakusudiwa suratul Fatiha. Kwa hiyo kusoma suratul Fatiha ni nguzo miongoni mwa nguzo katika swala ya maiti au swala ya jeneza. Ya 3, wassalatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam, kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, kumswalia mtume kama unavyomswalia katika tahiyatu. Ya 4, waduau lilmayit, na kumwombea dua maiti ambaye mnamswalia, liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema idha sallaitum ala almayyit, mnapomswalia maiti, fa akhlisu lahu du'a, mtakasieni yeye dua. Kwa hiyo natakiwa kumwombea maiti. Na ya 5 na ya mwisho, wassalamu, kutoa salamu, liumumi hadithi, kwa ujumla wa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema watahaliluha at-taslim, na mtu kuhalalika kuanza kuyafanya mambo ambayo alikuwa haruhusiwi kuyafanya ndani ya swala ni kutoa salamu. Unapotoa salamu unaruhusiwa kuendelea kuyafanya mambo ambayo ulikuwa huruhusiwi kuyafanya ndani ya swala. Na ya mwisho, watartibu baina al-arkani, unatakiwa kufuatanisha kati ya nguzo, fala yuqaddimu ruknan ala al-akhar, asije akatanguliza nguzo ambayo ni ya nyuma akaitanguliza. Hiyo haitofaa. Kama vile kabla hajaanza kusoma suratul Fatiha akamswalia mtume sallallahu alaihi wasallama, au kabla hajamswalia mtume akaanza kuleta zile takbirati na kumwombea dua maiti. Kwa hiyo nguzo hizi zinatakiwa ziende kwa mpangilio huu ambao umefundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Thalitha, 3, sunanuha, suna zake. Suna katika swala ya jeneza, anasema wa min sunaniha, na miongoni mwa suna zake, raf'ul yadaini ma'a kulli takbiratin, ni kunyanyua mikono miwili pamoja na kila takbira. Kila unaponyanyua mikono, kila unaposema Allahu akbar unanyanyua na mikono. Wal isti'adhatu qabla alqira'ati, na kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim kabla haujaanza kusoma. Wa an yad'ua li nafsihi wa lil muslimina, na vile vile miongoni mwa sunna katika swala ya jeneza ni mtu kujiombea yeye mwenyewe na awaombee Waislamu. Wal israru bil qira'ati, na kusoma kwa siri, kusoma kwa siri. Hivyo visomo vyote hivyo, kusoma dua, kusoma alhamdu, kumswalia mtume, hivyo vyote vifanyike kwa siri. Almas'alatu sadisa, mas'ala ya 6, waqtu salati ala almayyit, wakati wa kumswalia maiti, kwamba maiti anatakiwa kuswaliwa wakati gani. Wa fadhluha, na fadhila za kumswalia maiti, wa kaifiyatuha, na namna ya kumswalia maiti. Awalan, kwanza, waktuha, wakati wa kumswalia maiti. Waktu salati ala almayyit, wakati wa kumswalia maiti au wakati wa kuswalia jeneza, yabda'u ba'da taghsilihi,
Kumswalia maiti kunaanza baada ya kumaliza kumuosha, watakfinihi, na ukamaliza kumkafini sanda, kumvisha sanda, watajihizihi, na ukamaliza maandalizi yote ya kumuandaa maiti, inkana hadhira, ikiwa maiti huyo atakuwa yuko hapo, au bulughu khabari wafatihi, au kufikiwa na habari ya kifo chake, inkana ghaiba, ikiwa atakuwa yuko mbali. Swala ya jeneza, mnaweza mkaiswalia jeneza ambalo liko hapo, lakini pia mnaweza mkaswalia mtu ambaye amekufa nchi nyingine au mkoa mwingine, japokuwa swala hili lina ikhtilafu kati ya maulama, lakini kuna ambao wanasema inafaa kumswalia maiti kwa mbali. Thania, pili, fadhluha, ubora wa kumswalia maiti. Qala sallallahu alayhi wasallama, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, man shahida aljanazata, mwenye kulishuhudilia jeneza, hatta yusalla alaiha, mpaka liswaliwe, ina maana na yeye pia ameliswalia jeneza hilo, falahu qiratun, anapata qiratu moja. Wa man shahidaha, na atakayelishuhudilia jeneza, hatta tudfana, mpaka lizikwe, falahu qiratani, atakuwa amepata qiratu mbili. Qila, kukaulizwa, wamal qiratani, hizo qiratu mbili ni kitu gani? Qala, Mtume akasema, mithlu aljabalaini alazimaini, qiratu mbili ni mfano wa majabali mawili makubwa. Kwa maana mtu anaposwalia jeneza anapata thawabu kubwa kama vile mlima Kilimanjaro, kama vile mlima Meru. Unapolifuata jeneza mpaka marehemu akazikwa, unapata tena thawabu kubwa kama vile mlima. Kwa hiyo unapata thawabu kama vile milima miwili. Hizi ni thawabu na malipo kwa mtu ambaye ameswalia jeneza, lakini pia akawa amelifuata jeneza mpaka kwenda kuzikwa. Lakini kama labda mtu ameswalia akaondoka, hakulifuata jeneza mpaka kwenda kuzikwa, basi huyu atakuwa amepata thawabu kubwa kama vile mlima mmoja. Lakini unapolifuata mpaka likaenda kuzikwa, unapata thawabu mfano wa milima miwili mikubwa. Hizi ni fadhila na thawabu na ubora wa kumswalia maiti, na hii inaonyesha umuhimu wa mtu kujifunza swala hii ya kumswalia maiti, ili maiti anaposwaliwa asiwe ni mwenye kurudi nyuma. Thalitha, tatu, kaifiyatuha, namna ya kumswalia maiti. Sasa yaqumu al-imamu, atasimama imamu, walmunfaridu, na mtu ambaye anaswalia jeneza peke yake, inda ra'si rajuli, atasimama mbele ya kichwa cha mwanaume. Kama maiti ni mwanaume, anasimama upande wa kichwani. Wa wasatil mar'ati, na kama mwanamke ni na kama maiti ni ya kike, atasimama katikati ya mwili wake, atasimama katikati. Lithubuti dhalika min fi'lihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kuthibiti hilo kwa kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume alifanya hivyo, fima rawahu anhu Anas radhiyallahu anhu, kwa hadithi ambayo imepokelewa na Anas radhiyallahu anhu. Anas anasema, thumma yukabbiru lilihrami, kisha analeta takbira kwa ajili ya kuhirimia, kwamba sasa anamswalia marehemu.
wayata'awadhu ba'da dhalika wayata'awadhu ba'da at-takbir, na atasema a'udhu billahi minash shaitani rrajim baada ya kuleta ile takbira. Thumma yusammi, kisha atasema bismillah. Thumma yaqra'u al-fatihata sirran, kisha atasoma suratul Fatiha, ataisoma alhamdu kwa siri. Walau kana dhalika bil-layl, hata kama jeneza hilo linaswaliwa kipindi cha usiku, litaswaliwa kimya kimya, takbira tu ndio zinasikika. Thumma yukabbiru, kisha ataleta takbira nyingine. Wayusalli ala nabii sallallahu alayhi wasallam, na takbira hiyo ya pili atamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam kama anavyomswalia katika tahiyatu, kama yusalli fi tashahudi, kama anavyomswalia mtume katika tahiyatu. Thumma yukabbiru, kisha atapiga takbira ya 4. Wayad'u lilmayyit bid-du'a'i al-waridi, kisha atamuombea maiti kwa dua ambayo imepokelewa ani nabii sallallahu alayhi wasallama, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa minhu, na miongoni mwa dua ambazo zimepokelewa kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, qauluhu sallallahu alayhi wasallama, اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Hii ni miongoni mwa dua ambazo zimepokelewa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala ya jeneza. Mtume alikuwa akisema Allahumma ighfir li hayyina, ewe Allah tunakuomba wasamehe walio hai katika sisi, wa mayitina, na wasamehe waliokufa katika sisi, wa shahidina wa ghaibina, na umsamehe aliyekuwepo hapa na asiyekuwepo hapa, hata kama yuko mbali, maadamu ni Muislamu tunakuomba ya Allah msamehe. Wa saghirina wa kabirina, na mdogo wetu na mkubwa wetu msamehe. Wa dhakarina wa unthana, na mwanaume katika sisi na wanawake wasamehe ya Allah. Allahumma man ahyaitahu minna, ewe Allah nakuomba yule utakayemhuisha katika sisi, fa ahyihi ala alislami, mhuishe, endelea kumpa uhai akiwa yeye ni Muislamu. Wa man tawafaitahu minna, na yeyote utakayemfisha katika sisi, fatawaffahu ala alimani, mfishe hali ya kuwa ana imani yake iko vizuri. Au anaweza akaomba dua hii, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bilma'i wathalji walbardi wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu aljanna wa a'idhhu min adhabil qabri au adhabin nar. Anaweza pia akaomba dua hii, na dua hii ni katika dua ambazo aliziomba mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Allahumma ighfir lahu, ewe Allah na kuomba msamehe maiti huyu, warhamhu, na umhurumie, wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah nakuomba umsamehe maiti huyu, wa akrim nuzulahu, na umkirimu katika kushuka kwake, yani umpe mazuri atakapofika kwako, mpe yaliyokuwa mazuri. Wa wasi' mudkhalahu, na vile vile mfanyie wasaa sehemu ya kuingia kwake, mpanulie sehemu ya kuingia kwake, kwa maana kaburi lake lipanue liwe ni pana.
Waghsilhu bilma'i wathalji walbardi, na umuoshe umsafishe kwa maji na theluji na baridi. Wanaqihi minadh-dhunubi, na umsafishe kutokana na madhambi, wal khataya, na makosa, kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas, kama inavyotakata nguo nyeupe kutokana na uchafu. Wa abdilhu daran khairan min darihi, na umbadilishie nyumba ambayo ni bora kuliko nyumba yake ya duniani. Wa ahlan khairan min ahlihi, na umbadilishie watu walio bora kuliko watu wake wa hapa duniani. Wa zawjan khairan min zawjihi, na umbadilishie mke ambaye ni bora kuliko mke wake wa duniani. Wa adkhilhu aljanna, na ewe Allah nakuomba muingize katika pepo. Wa a'idhhu min adhabil qabri au adhabin nari, na mkinge na adhabu ya kaburini au mkinge na adhabu ya moto. Hii ndio dua ambayo unatakiwa kumuombea maiti katika swala ya kuswalia jeneza. Wa in kana almayitu saghiran, ikiwa maiti ni mtoto mdogo, qala, atasema katika kumuombea, atasema Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajran. Ewe Allah nakuomba umfanye mtoto huyu ni kitangulizi chema, atakayetangulia kwa ajili ya kwenda kuwatengenezea makazi wazazi wake, atangulie akafanye maandalizi ya kuwapokea wazazi wake, na vile vile walipe wazazi wake ujira kwa kufiwa na mtoto huyu. Kwa mtoto mdogo haombewe msamaha kwa sababu hana dhambi. Thumma yukabbiru, kisha ataleta takbira. Wa yaqifu ba'daha qalila, atasimama kidogo. Wa in da'a bima tayassara fa hasanun, na kama ataomba dua yoyote ambayo ataweza itakuwa ni vizuri. Ka an yaqula, kama vile kusema Allahumma la tahrimna ajrahu, ewe Allah tunakuomba usitunyime ujira wake. Tumefiwa, tunakuomba usitunyime ujira wa kufiwa. Wala taftinna ba'dahu, na usitufitinishe baada ya kufariki huyu marehemu. Baada ya kufariki huyu maiti usitufitinishe. Anapofariki mtu fitna zinatokeaga nyingi sana, maneno yanazungumzwa mengi, fitna zinakuwa ni nyingi, lakini ya Allah tunakuomba usitufitinishe baada ya kufiwa. Thumma yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi, kisha atatoa salamu moja upande wa kuliani kwake. Wa in sallama taslimataini fala ba'sa bihi, na kama atatoa salamu pande zote mbili, upande wa kulia na upande wa kushoto, hakuna shida. Wa man fatahu ba'dhu salati, na atakayepitwa na baadhi ya swala, yani akakuta watu wameanza kuswalia jeneza, dakhala ma'al imam, ataingia pamoja na imam, ataanzia pale alipomkuta imamu. Wa idha sallama, imamu atakapotoa salamu, qadha ma fatahu ala sifatihi, atamalizia na kulipa zile sehemu ambazo zilikuwa zimepita kwa ile sifa yake ya kuswalia jeneza. Wa man fatatuhu salatu qabla dafni, na yeyote atakayepitwa na swala ya kuswalia jeneza, amepitwa tu na swala lakini maiti bado haijazikwa, falahu an yusalli ala alqabri, ana haki ya kuiswalia maiti hiyo au kuswalia jeneza hilo huko makaburini. Lifi'lihi sallallahu alayhi wasallam dhalika, kwa mtume kulifanya hilo, kuswalia maiti kule makaburini. Mtume aliwahi kufanya hivyo fi qissati almar'ati allati, katika kisa cha yule mwanamke ambaye kanat taqumu almasjida, ambaye alikuwa anasafisha msikiti. Baada ya kufariki yule mwanamke, maswahaba wakamswalia, wakaenda wakazika. Sasa mtume baadaye akawa hamuoni yule mama, hamuoni yule mwanamke, akawauliza maswahaba, yule mama ambaye alikuwa ni mfanya usafi wa msikitini yuko wapi? Mbona simuoni?
Wakamwambia huyu mwanamke alishafariki na tumeshamzika. Mtume akawalaumu, kwa nini hamkunipa taarifa ya kifo chake? Mtume baada ya hapo akaenda makaburini, akaenda akamswalia yule mama, kutokana na kile kitendo chake cha kuwa yeye alikuwa akisafisha msikiti. Kuna fadhila jamani za kusafisha msikiti na kuufagia na kuudeki na kuweka katika mazingira mazuri. Hii ni sababu ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii inaonyesha kwamba mtu huyo ni mtu mwenye imani, kwa sababu anayesimamia msikiti ni mtu ambaye ana imani. Wa yusalla ala alghaibi, na vile vile huswaliwa maiti ambayo iko mbali anil baladi, ambayo iko mbali na mji, inda alilmi biwafatihi, watu wanapopata taarifa ya kifo chake, walau bishahari, hata kama ni mwezi mzima umepita, au akthara, au zaidi ya mwezi. Wa yusalla ala saqti idha tamma lahu 4 ashhurin fa akthara, na vile vile inaswaliwa mimba iliyoharibika. Mimba imeharibika, yule mtoto ataswaliwa endapo atakuwa mimba hiyo ilitimiza miezi 4 au na zaidi. Wa in kana aqalla min dhalika, na ikiwa mimba hiyo ilikuwa iko chini ya miezi 4, fala yusalla alayhi, hiyo mimba iliyoharibika haitoswaliwa. Kwa hiyo haya ni baadhi ambayo tumejifunza kwa leo. Ni vizuri kwa kweli Muislamu kuyafuatilia na kujifunza, ili ifikie mahala tuwe ni wenye kuswalia jeneza kwa kufahamu kwamba nikiwa hapa natakiwa kusema nini. Mpaka hapo ndio mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.